yote inaroa, vitunguu vikipata maji vinakuwa vinamea. Kwa hiyo unakuta vitunguu vile umevinunua kwa bei ghali alafu unakuja kuviuza kwa bei ya chini. Maji, mitaro ilikuwa inavusha maji mezani, uwezi ukapata hata sehemu ya kusimamisha mzigo wako vizuri. Lakini kwa hili ulilolifanya tunategemea tutaondokana na adha hizo na Bwana akubariki. Majina yako mama? Kwa majina naitwa Rehema Rodrick, ni mkazi wa Migera. Mfanya biashara wa mahali hapa. Mungu atuzidishie maradufu. Hizo mifugo za Husna. Sasa Husna au basi. Kwani DJ yuko hapa? DJ wewe. DJ. James hakikisha au senene wamehesabiwa. Narudia, bila kujali itikadi ya vyama, watakwenda kuchukua orodha ya vijana waliosoma, wamesomea nini, wamekaa muda gani kwenye nyumba zao au kwenye miji yetu. Lakini na wajasiriamali ni wangapi na wanafanya nini na wako wapi? Hiyo itatusaidia tunavyoenda kutetea tuwe na idadi. Ukitaja kitu kwa wingi ni rahisi mtu kusikiliza kuliko kusema hatuna ajira. Watakuuliza ni wangapi? Sasa nataka nijue katika jimbo langu la Bukoba mjini tuna idadi ya watu wangapi ambao wana ajira na wamesomea nini. Hiyo kazi anayo kamanda, anaitwa Mr. James, ni kijana shupavu sana, hodari. Atakwenda kufanya kazi hiyo kwa vijana wote. Kwa hiyo mpe ushirikiano. Lakini nimeongea na mabenki. Tunatakiwa tujue hii mikopo ya mabenki inafikaje kwa wajasiriamali wenyewe bila kupita kwenye vikundi. Kwa hiyo siku tukija na watu wa benki kuja kutoa elimu, naomba bora uache kazi yako kwa muda, lakini ujitahidi upate ile elimu. Je, unahitaji sifa gani? Kulipo kwenda kwenye kausha damu, bora ukakopa benki, lakini mwe mnarudisha. Hii swala la kausha damu mimi linaniumiza sana. Akina mama wamepoteza mali zao, wamepoteza vitu vyao kwa sababu ya shilingi 20,000. Lakini tukienda tukakopa kwenye mabenki na tukawa tunarudisha pesa, tutapeleka na kufanya biashara zetu zikakuwa kwa haraka. Mimi naomba mtupe ushirikiano wenu, mambo mazuri yanakuja na yatakuja kwa haraka. Hapa tunachokiomba ni umoja na mshikamano wenu. Viongozi wa soko, ni waombe hawa watu wahudumie wote kwa pamoja bila kuwabagua. Na kila huduma imfikie yeyote. Nyie kazi yenu ni uongozi. Kiongozi bora ni yule anayemhudumia mtu kwa kufuata misingi ya uongozi, bila kufuata urafiki wala bila kufuata uadui. Kwa hiyo mkitenda haki, hawa watu wote watawapenda na watafurahia mazingira ya kufanya biashara. Tupunguze urafiki, tupunguze uadui. Mtukara kuruanise nja, ukija kazini simamia misingi ya kazi. Umenifahamu? Na hili tutalisimamia. Tutalisimamia sana. Hata ikija mikopo usimpe rafiki. Toa mikopo kwa vigezo. Utaleba mtu wa sura. Usimwangalie mtu amekuja kwako mara ngapi. Je, ana sifa? Ipe sifa mikopo, sio sura ya mtu. Kwa hiyo niwaombe tushirikiane na tushikamane kwa pamoja kwa ajili ya kujenga Bukoba yetu. Lakini niwahakikishie tunakwenda kusimamia ujenzi wa soko letu kuhakikisha linaisha kwa wakati. Hizi changamoto zote tunazipata hapa kwa sababu soko letu halijaisha. Kwa hiyo naenda kuongeza nguvu kuhakikisha wanajenga usiku na mchana. Na niwahakikishie watu waliotoka sokoni ndio watu wa kwanza kurudi sokoni. Hilo tutalisimamia. Kwa hiyo msiwe na mashaka, hakuna mtu atakayekuwa na nguvu zaidi ya haya maneno tunayoyasema. Na niliambiwa na mheshimiwa aliyepita kwamba mlisaini mikataba. Tutaiheshimu na tutaisimamia kwa nguvu zetu zote. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana
na samahani sana kwa kuchukua muda wenu, na mko kwenye biashara zenu, tusichukue muda wenu. Afisa masoko, ni kuombe wewe unaiwakilisha mkurugenzi, naomba utende haki, wasimamie watu kwa kutenda haki. Hakuna haki bila wajibu. Usipotenda haki ndio unatengeneza minong'ono na kufanya watu wakaichukia serikali yao. Kumbe unakuta ni mimi ambaye nimetumwa kazi ndio nakosea, lakini sio serikali. Tuwasimamie watu hawa watafute riziki za watoto wao. Tuwasimamie watu hawa wakajenge familia zao. Tukasimamie watu hawa mitaji yao ikazae na iongezeke. Na sisi tuweke historia kwamba kuna wafanyabiashara wadogo tuliwalea wakawa wafanyabiashara wakubwa. Hiyo itakuwa ni historia katika maisha yetu. Pale ambapo kuna shida, mbebe, tembea kwa asiyeweza kutembea, kuwa macho kwa asiyeona, kuwa masikio kwa kiziwi. Hapo tutakwenda sambamba na watatupenda. Mimi nawashukuru sana na Mungu awabariki sana.